Mheshimiwa Spika, pamoja na taarifa ya Spika iliyotoka leo asubuhi juu ya msiba uliotupata Mwanga, ninaomba tu kwa hisani yako uniruhusu sekunde mbili nitoe neno la pole kwa wananchi wa jimbo langu, jimbo la Mwanga, kwa ajili ya msiba huu mkubwa ambao umetupata. Mheshimiwa Naibu Spika, mimi ni mbunge wa 3 kwa jimbo la Mwanga. Mbunge wa kwanza alikuwa ni Mheshimiwa Cleopa David Msuya ambaye alitumikia jimbo lile kwa muda wa miaka 20. Mheshimiwa Naibu Spika, Mheshimiwa Cleopa David Msuya alikuwa ni kiongozi mwenye maono mapana na amejenga misingi mikubwa katika jimbo lile ambalo kwa muda mrefu sana tutaendelea kujenga juu yake, na bado ninaamini tutakwenda vizuri. Tumepata pigo na ninaamini watu wana hofu, lakini naomba niwatie moyo kwamba mimi bado ninaona mwanga mbele ya mwanga, kwa sababu mzee Msuya alituimarisha, alitufundisha jinsi ya kufanya kazi na akatujengea umoja ambao umoja huo ndio nguvu yetu ya kusonga mbele. Mheshimiwa Naibu Spika, baada ya hayo, mimi uchangiaji wangu wa leo, jambo la kwanza kabisa ni kutoa shukrani kwa Mheshimiwa Rais, na shukrani hizi ninazitoa kwa niaba ya kwangu, kwa niaba ya wananchi wa Mwanga, lakini pia kwa niaba ya hayati mzee Msuya, kwa sababu Mheshimiwa Waziri Aweso atakuwa shahidi yangu kwamba kama sio msiba huu na kama sio udhaifu wa afya uliokuwa ukimkabili mzee, leo angekuwa hapa bungeni kushuhudia bajeti hii kama sehemu ya shukrani kwa Mheshimiwa Rais kwa ajili ya mradi mkubwa wa Same Mwanga Korogwe ambao kwa kweli aliuasisi yeye. Aliuasisi mradi huu na hakuniacha hata siku moja katika harakati za kufuatilia utekelezaji wa mradi huu, na kubwa ambalo namshukuru Mwenyezi Mungu ni kwamba aliweza kushuhudia uzinduzi au ufunguzi wa mradi ule na Mheshimiwa Rais mwezi Machi mwaka huu. Kwa hiyo hilo kwa kweli ninamshukuru sana Mungu kwa ajili ya mradi huo. Mheshimiwa Spika, mradi huu wa Same Mwanga Korogwe mimi nilikuwa nikiuita mtihani wangu wa kwanza, kwa sababu nilipotoka kuapishwa hapa Dodoma kuwa mbunge, niliporudi jimboni nikaletewa taarifa na kiongozi mmoja kwamba kuna watu wanaandamana kuja ofisini kwangu. Nilipouliza nikapewa taarifa kwamba ni mkwamo uliokuwepo kwenye huo mradi, site ilikuwa imeachwa, ilikuwa giza na ilikuwa katika hali mbaya sana. Sasa ushauri na uamuzi ikawa ni kuwafuata wale watu kule kule. Hali tulioikuta haikuwa nzuri, na nilimpigia simu Mheshimiwa Waziri Aweso, na Waziri Aweso ndiye waziri wangu wa kwanza kufanya naye kazi kwenye serikali hii, na kwa kweli ndani ya masaa machache alifika Mwanga, tena alifika siku ya Christmas. Tukaanza mchakato wa kupambana na mradi huo, na ilipofika mwezi Novemba mwaka 2021 Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan alitoa tamko pale viwanja vya ushirika Moshi kwamba mkwamo wa mradi huu sasa basi, na kuanzia hapo ilikuwa ni kazi bin kazi mpaka mradi ule ukazinduliwa mwezi Machi mwaka huu. Ni mradi wa fedha nyingi, ni mradi wa kimkakati unaohudumia watu wengi sana. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa kweli nimpongeza sana Mheshimiwa Waziri Aweso pamoja na timu yake yote kwa miaka yote ambavyo tulipambania mradi huu mpaka ukafika hapo ulipofika. Lakini pia niwapongeze viongozi wangu wa mkoa wa Kilimanjaro, wakuu wa mikoa wote ambao wamekuwepo katika kipindi hiki, lakini shukrani hizi pokelewe na Mheshimiwa Nurdin Babu, mkuu wa mkoa wa sasa wa Kilimanjaro, kwa jinsi ambavyo tumekuwa naye bega kwa bega kwenye mradi huu, lakini pia wakuu wa wilaya ambao wamekuwepo pamoja na timu zao, lakini sasa zipokelewe na Mheshimiwa Mwanahamisi Mkunda, mkuu wangu wa wilaya wa sasa hivi, kwa jinsi ambavyo tumeshirikiana. Hata baada ya hapo, ile timu iliyofanya kazi kubwa ya kufikisha maji sasa imefuatiwa na timu sasa ya kiufundi inayoongozwa na Engineer Rashid, ambaye kwa kweli anashirikiana kwa karibu sana na pacha wake wa SAMWASA Engineer Kija. Wanafanya kazi nzuri sana ya kuendelea kusambaza maji haya kwa viwango vya juu. Tunawaombea Mungu aendelee kufanya vizuri, ikiwezekana na sisi baada ya muda mfupi tunywe maji kutoka bombani kama wenzetu wa Moshi mjini wanavyofanya, maji safi na maji salama. Lakini Mheshimiwa Naibu Spika, niendelee kuiomba wizara kuunga mkono mradi huu kwa kuongeza fedha za usambazaji. Bado kuna changamoto maeneo ya Kisangara, kuna sehemu maji watu hawajayapata ndani, alafu na vile vijiji 9 ambavyo Mheshimiwa Waziri unavifahamu sana.
tumekuwa tukizungumza toka mradi ukianza kwamba viko vijiji 9 vinavyozunguka ule mradi, tunaomba juhudi ziendelee. Ni kweli kuna visima vimechimbwa, lakini sasa watu wanatamani maji yale ambayo yanafika ndani ya nyumba zao. Kwa hiyo mtusaidie hilo. Na eneo la Kifaru pia ambalo ni eneo moja wapo ambalo linaonekana kama limebaki tu sasa, kwa sababu upande mwingine kuna mradi wa ule wa maji ya Mnoa na upande huku kuna maji haya ya Samwasa ambayo yanaishia pale karibu na kiwanda pale. Kifaru panabakia kama jangwani hivi. Jambo hili tunaomba msaada, na tunachoomba Mheshimiwa Waziri, kwanza ni kuongezea fedha watu wa Samwasa, kwa sababu kwa kweli technically wana uwezo mkubwa sana na ni watu ambao wamekubalika sana na wananchi, wanafanya ushirikiano mkubwa sana na wananchi. Lakini zaidi ya kuongezea fedha, pia ufanyike utaratibu wa ushirikiano wa Samwasa na Ruwasa, kwa sababu kwa kweli yako maeneo ambayo maji yanapita hapo, watu wanaopata kutoka Samwasa wanayapata mengi, lakini wale ambao wanatakiwa kupata kutoka Ruwasa hawapati, kwa sababu Ruwasa nao wana changamoto zao pamoja na kazi nzuri ambayo wanafanya. Kwa hiyo upo umuhimu mkubwa sana wa taasisi hizi mbili, kwa sababu lengo kwanza ni kuwapatia wananchi maji bila kujali anatoka Ruwasa anatoka wapi. Lakini jambo lingine ni kwamba kwa mradi mkubwa kama ule unavyozidi kuwa na watumiaji wengi ndio unavyokuwa sustainable, wanalipa bili kwa wingi na mradi unaweza ukaendelea. Kwa hiyo naomba tu watu waunganishiwe kwa wingi, ikiwezekana hata zile kata zilizoko pembeni ya matenki ya Kiverenge pale, kata ya Kwakoa, kata ya Toloha zipate maji, kwa sababu maji haya ni mengi na naamini kabisa kazi ya usambazaji ni kubwa. Mheshimiwa Waziri, mmeliweza limfupa likubwa la kuyafikisha maji pale. Hivi vifupa vidogo vidogo vya kuyasambaza nina hakika haviwezi kuwashinda. Kazi hii ifanyike vizuri. Mheshimiwa Naibu Spika, pamoja na Samwasa kufanya vizuri, lakini Ruwasa wanafanya vizuri. Dakika moja Mheshimiwa Naibu Spika, nimalizie. Mheshimiwa Tadaya ya pili hiyo. Mheshimiwa, kama naweza nikafunga kwa dakika moja na kuomba na kuunga mkono hoja. 10. Asante sana. Mheshimiwa Naibu Spika, Ruwasa wanafanya kazi nzuri, maeneo ya Usangi waendelee tu na miundombinu na kuongeza matenki. Mradi wa Masumbeni design yake ilikuwa ngumu kidogo, zile DP distribution point vile ni vichache sana, havitakidhi yale matakwa ya Mheshimiwa Rais ya kumtua mama ndoo kichwani. Na mradi mzuri kabisa wa Mangio pia naomba waongeze juhudi, kwa sababu umeleta hamasa na matumaini makubwa sana. Baada ya kusema hayo, Mheshimiwa Naibu Spika, ninawapongeza tena na kuwashukuru wizara kwa kazi nzuri. Naunga mkono hoja. Asante sana. Mheshimiwa Mike.